Kitabu hiki kinaonyesha kwa uwazi mapato ya ndani ya serikali yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha awamu ya 6. Mapato ya ndani yalikuwa takriban shilingi trilioni 20.59 mwaka 2020-2021 na kupanda hadi kufikia shilingi trilioni 40 katika bajeti ya mwaka 2026. Hili ni ongezeko kubwa linaloonyesha kuimarika kwa uwezo wa serikali kugharamia maendeleo, ikiwemo kugharamia barabara, reli, umeme, maji, afya na mengineyo kwa kutumia vyanzo vyake vya ndani. Hata hivyo, napenda kusisitiza kuwa kuongezeka kwa mapato lazima kuende sambamba na mfumo wa kodi ulio rafiki na unaotabirika. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, eneo la pili na mageuzi ya VAT na kodi nyingine, kitabu kinaonyesha kwamba mapato ya VAT yameongezeka kutoka takriban trilioni 5.03 mwaka 2020-2021 hadi matarajio ya zaidi ya trilioni 9 katika bajeti ya 2025-2026. Hii inaonyesha kwamba VAT imeendelea kuwa chanzo muhimu cha mapato, lakini muhimu zaidi katika kitabu hiki kinaonyesha kwamba kodi zimeanza kuendana na uchumi wa kidijitali. Huduma za kidijitali, biashara mtandao, watoa huduma wasio wakazi na mifumo ya malipo ya kielektroniki sasa vinahitaji mfumo wa kodi unaoelewa mazingira mapya. Serikali itaendelea kusimamia eneo hili kwa tahadhari. Tunahitaji kukusanya mapato stahiki kutokana na uchumi wa kidijitali, lakini pia tunahitaji kulinda ubunifu, vijana, wajasiriamali na biashara ndogo ndogo zinazotumia majukwaa ya mtandao. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, eneo la tatu ni uwekezaji. Kitabu kinaonyesha kuwa maboresho ya sheria ya uwekezaji ya mwaka 2022 na hatua ya kuanzisha TISEZA yamejenga msingi wa kurahisisha huduma za wawekezaji na kuondoa urasimu. Hii ni muhimu sana kwa sababu wawekezaji wanatafuta mazingira yenye kutabirika, wanataka kujua taratibu zikoje, vibali vinapatikanaje, kodi zikoje, ardhi inapatikanaje, mikataba inalindwaje na taasisi zinafanya kazi kwa kiasi gani. Serikali ya awamu ya 6 imeweka msisitizo mkubwa katika kuvutia wawekezaji wa ndani na nje. Hata hivyo, uwekezaji tunaotaka si uwekezaji wa takwimu pekee, bali uwe ni uwekezaji unaozalisha ajira, unaoongeza teknolojia, unaoongeza mapato ya serikali na unaoongeza ushiriki wa Watanzania katika uchumi. Wakati huu ambapo tunaanza kutekeleza dira katika mwaka huu wa kwanza, sheria nyingi ambazo tutakuwa zinaingia bungeni kufanywa marekebisho litakuwa ni zao la utafiti, lakini sio tu zao la utafiti ambao umeshabihiana na hiyo dira 2050, vinginevyo hatufiki, kwa sababu tutakuwa tumeandika tu ili mradi tumeandika hizo sheria. Kwa msingi huo tuliona ni muhimu kuiweka falsafa hii kwenye kitabu ili iweze kuchambuliwa kwa upana, na tunawashukuru na tunawapongeza wote ambao wamekichambua na kitaendelea kuchambuliwa na kusomwa. Mkakati huu wa Mama Samia Legal Aid Campaign mpaka sasa Watanzania takriban milioni 8 mashauri yao yamemalizwa kwa sisi mawakili wa serikali kukaa nao na hizi kesi kuzifikisha mwisho. Ni jambo ambalo halijawahi kutokea, speed up na imesababisha kwamba Watanzania sasa wanaishi kwa kupendana, kwa sababu mahakamani mshindi anabeba kila kitu. Lakini huku baada ya sisi kuwa tunakaa nao, watu wanashikana mikono na tunamaliza. Na juzi kulikuwa kuna awamu ya pili ya Mama Samia Legal Aid Campaign ambayo imezinduliwa kule Zanzibar. Ni kitu ambacho Watanzania wanafarijika sana. Hapo unapotuona chama cha mawakili wa serikali, tuna simu kutoka wilaya kadhaa, waheshimiwa ma-DC, wakuu wa mikoa wanasema tunaomba mje kwa gharama zetu,
tumeona mlivyowasaidia wananchi kwenye migogoro ya ardhi. Yote haya tumeyafanya kwa nguvu inayotoka kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na watu waliotuwekea, Mheshimiwa Hamza Said Johari pamoja na wizara yetu ya Katiba na Sheria. Tumesema tu document haya yote. Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni.